Tayari umesikia vile huyu ndugu amejieleza, anasema dadake amelelewa na uncle hadi akamaliza form 4, lakini uncle alikataa kumwachilia pale kwa sababu mama alikuwa anataka aende afanye kibarua ili labda asaidie nyumbani kwao pale. Na ilibidi bwana Temba aweze kushawishi huyu dadake mpaka kaondoka pale. Na wakajibizana na huyu uncle, inaonekana walitukanana sana. Lakini kwa sasa anasema baada ya miaka miwili ambapo waongeleshani angependa kumuomba msamaha. Kwa hivyo ningependa kumpigia Uncle Jackson tusikie anasemaje na tuone kama please enter your password followed by the pound key. Wataweza kupatana. Kwa hivyo naomba Jackson, thank you, uweze kushika simu yetu ili tuweze kuzungumza. Hello. Yes. Bwana Jackson, habari gani? Mzuri. Mimi naitwa Gidi na kupika kutoka Radio Jambo. Yes. Kuna kijana anaitwa Simon Temba. Sije kama unamjua. Simon Temba. Kutoka wapi? Simon Temba anatoka Kakamega. Ametutumia SMS hapa Radio Jambo akisema alikukosea. Na alikuwa naomba tumpatie nafasi ya kuombe msamaha. Simon Temba. Yuko hapa kwa line. Simon. Yes. Ongea na uncle. Yes, uncle. Yeah. Uncle. Yes. Yes, unaongea na Simon. Unajua Simon, mama Mepo. Basketball. Yes. Unanikumbuka, unanijua? Unanijua? Kuna shida gani? Nilikuwa nataka unisamee kwa ile mambo yote ilitokea. Na pili nilikukosea sana. Na pili nilikukosea sana, na wewe ulikuwa mtu wangu wa karibu sana. Tulikuwa tunasaidiana na wewe mambo mingi sana, na ninasikia vibaya sana kama hatuongeleshani. Na hii mambo yote kuletwa nilisukumwa na mamangu, sababu unajua babangu yeye ako tu vile mnajua ako. Yeye akishakunywa yeye ako. Sasa mimi ndio huwa natumika nyumbani kama baba na ndio kila kitu. Unaona hata wakati shida iko ni mimi firstborn wananiweka mbele. Unaona? Sasa wenye mamangu alitaka huyo sister yangu atoke kwako, alitumia mimi. Unaona? Alitumia mimi kumtoa pale. Sasa mimi tulijibishana na wewe, mimi naona nilikukosea vibaya. Na nataka nikuombe msamaha, unisamee tuendelee vile tulikuanga kitambo. Angu ulikuwa mtu wangu sana. Siwezi